mtazamaji na wewe mfuatiliaji unanifuatilia popote pale unaponitazama. Karibu katika tafakari hii fupi sana ambayo nimekuandalia katika siku ya leo. Katika ulimwengu kuna vitu vingi ambavyo vinamfanya mtu awe na shauku. Tunapojifunza habari ya shauku, tunaona baadhi ya watu wengi ambao waliwahi kuwa na shauku. Je, nikuulize swali. Umewahi kwenda sehemu ukakuta watu wakiwa wanajadili hoja fulani au ni mada fulani, alafu inawachanganya kabisa, hawajui wafanye nini. Alafu katika hali ile ya kutokujua ukajikuta ile hoja wanayojadili unaifahamu kwa uzuri kabisa, unaweza ukawaelezea, ukawapatia hadi mifano na wakakuelewa. Unajua ni shauku kiasi gani unakuwa nayo? Unaweza ukaimagine ni shauku kiasi gani unakuwa nayo juu ya kuwaelezea kile ambacho unakifahamu juu ya hilo? Au je, umewahi kuwa na shauku ya kufuatilia jambo fulani ili uweze kulifahamu kwa kina, kwa upana zaidi na hatimaye mambo yaweze kuwa vizuri? Katika siku ya leo nimekuwa na shauku ya kufanya uchunguzi na utafiti juu ya mnyama mmoja anaitwa paa. Paa huyu ni mnyama jamii ya swala. Habari za paa zimeelezewa hata katika Biblia. Ukisoma Biblia kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 4 fungu la 22 hadi 23, anaelezewa pale paa kama miongoni mwa vyakula, katika vyakula alivyokuwa anavitumia Mfalme Suleimani kwa chakula. Katika ile idadi kubwa ya vyakula vilivyokuwepo, mapipa 7 ya unga, habari ya ng'ombe wengi walikuwa wanachinjwa, kulikuwa na paa mle kwa ndani. Ni miongoni mwa vyakula ambavyo vilikuwa vikipendelewa, vyenye hadhi kwa ajili ya mfalme. Lakini paa, ukisoma kitabu cha Matendo sura ya 9 fungu la 36, tunapata habari za mtu mmoja. Maandiko yanasema palikuwa na mtu mmoja, jina lake alikuwa akiitwa Dorcas, maana yake paa. Kumbe tunaona hata Dorcas alifananishwa na paa. Kwa nini paa? Lakini si hapo tu. Katika kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura ya 2 fungu la 7, maandiko yanasema enyi vijana, kwa paa na kwa ayala msiyachochee mapenzi, na wasihi kwa paa na kwa ayala msiyachochee mapenzi. Kwa nini paa? Paa wana sifa kadhaa ambazo tunaweza tukazielezea. Leo nakutajia 3 tu. Sifa ya kwanza miongoni mwa sifa hizo, ana sifa ya kuwa mwepesi. Yaani ni mwepesi hata anapokuwa katika mbio. Paa anasemekana kuwa na sifa ya mbio sana kiasi kwamba simba anaweza akakimbiza na kumkamata kwa urahisi pundamilia kuliko kumkamata paa akiwa polini katika mbio. Ni jambo ambalo limethibitishwa kabisa, unaweza kufuatilia ukaona uhalisia katika jambo hilo. Lakini jambo la pili, paa wanaonekana kama ni wanyama ambao ni wazuri kwa muonekano, na ndio maana kitabu cha Wimbo Ulio Bora kimejaribu kuwafananisha paa na vijana. Paa na vijana kwa sababu vijana pia wanaonekana kuwa wazuri kwa muonekano huo. Lakini sifa ya tatu ambayo tunaiona kwa paa ni wanyama ambao wana mbio sana. Katika habari ya mbio, wanyama ambao wana mbio sana. Sasa pamoja na sifa hizo kelekele za paa, kuna wakati ambapo paa anakimbia, akiwa amekimbia kabisa umbali mrefu, pengine alikuwa anakimbizwa na mnyama, alafu baada ya umbali wa kukimbia akakimbia mbali kabisa, akifika mahali katika mto akakutana na maji, anakuwa na shauku kubwa kwa ajili ya kupata na kunywa yale maji. Sikiliza, kuna shauku kubwa sana ambayo huenda tunapaswa kuwa nayo. Kitabu cha Zaburi sura ya 42 pale imeelezea habari za paa. Anasema kama vile paa ayaoneavyo shauku maji anapokuwa mtoni, hata mimi ninatamani nimwabudu Bwana milele. Katika siku ya leo kwaya ya vijana The Sound of Joy kutoka Mabatini, Biharamulo, Tanzania, wanakuja kwako wakiwa na wimbo mzuri kabisa, wimbo uitwao Kama Ayala. Usikose kufuatilia. Umeelezea mambo mazuri ambayo yanatuonyesha ni kwa namna gani kama paa alivyokuwa, kama sifa za paa kadhaa tu ambazo tumeziona na nyingine ambazo wamezielezea, tunapaswa kumwabudu Bwana milele. Bwana akubariki unapopanga kufuatilia. Na Ijumaa hii tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka huu 2026 wimbo utakuwa hewani, lakini hata sasa lyrics ya wimbo huo inapatikana YouTube kwa jina la The Sound of Joy TZ. Usikose kufuatilia na Bwana akubariki sana. Barikiwa.